Karibu katika matukio ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi wiki hii. Mnamo Mei 19 mwaka 2025, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi aliondoka Zanzibar na kuwasili jijini Dar es Salaam kushiriki uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya Tanzania ya mwaka 2001, toleo jipya la mwaka 2024, hafla ambayo imefanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rais Dr. Mwinyi amesema hiyo ni hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na ni nyenzo madhubuti ya kulinda na kutetea maslahi ya taifa ndani na nje ya mipaka. Mei 20 mwaka huu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya uteuzi wa kurugenzi wa manispa, mabaraza ya miji na halmashauri za wilaya ya Unguja na Pemba katika ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SNZ. Katika hatua nyingine, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika na viongozi wakuu wa serikali katika dhifa ya chakula cha usiku iliyoandaliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa heshima ya Rais wa Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah. Hafla hiyo iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Mwaka huu Mei 21, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshuhudia utiaji saini wa mkataba wa mkopo wa shilingi bilioni 240 kati ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na benki ya CRDB kwa ajili ya ujenzi wa skuli 23 za kisasa za ghorofa hapa nchini. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Dr. Mwinyi amesema kuwa mkataba huo ni hatua kubwa kwa Zanzibar, ambayo kwa mara ya kwanza imefanikiwa kupata mkopo mkubwa kutoka nje ya nchi bila ya kuwa na dhamana ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwezeshwa na benki za ndani ya nchi tangu mapinduzi ya mwaka 1964. Katika matukio ya kimataifa, Mei 22 mwaka huu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameondoka visiwani Zanzibar na kuwasili nchini Zimbabwe kwa ajili ya kushiriki mkutano wa wakuu wa nchi na serikali ya Jamhuri ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Rais Dr. Mwinyi ameambatana na mkewe Mama Mariam Mwinyi na kupokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Robert Gabriel Mugabe jijini Harare na balozi wa Tanzania nchini humo, Balozi CP Susan Kaganda. Rais Dr. Mwinyi amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo ambao umejadili mwongozo na uhifadhi endelevu wa biashara ya kaboni katika nchi wanachama wa SADC. Mnamo Mei 23 mwaka huu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa ushirikiano wa wananchi wanachama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC katika kuimarisha hifadhi zinazovuka mipaka ni nyenzo muhimu ya kuzifanya kuwa endelevu zenye manufaa kwa kila nchi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo katika kikao cha wakuu na viongozi wa serikali wa nchi za SADC kilichofanyika jijini Harare, Zimbabwe, kilicholenga kujadili uimarishaji wa hifadhi hizo katika ukanda wa SADC. Mkutano huo ni sehemu ya maadhimisho ya mafanikio ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa mpango wa uhifadhi wa hifadhi zinazovuka mipaka kikanda. Mnamo Mei 24 mwaka huu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasili Zanzibar akitokea nchini Zimbabwe, ambako alishiriki kikao cha wakuu wa nchi na viongozi wa serikali wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kilichojadili uhifadhi wa hifadhi zinazovuka mipaka. Alipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume mnamo 24 Mei 2025, alipokelewa na mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Idrisa Kitwana Mustafa pamoja na baadhi ya viongozi wa serikali na wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama. Na sasa tuangazie kwenye sekta ya michezo. Mei 22, 2025, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa zawadi maalum kwa timu ya Simba Sports Club kwa kugharamia matumizi ya uwanja wa New Amani Complex bila gharama yoyote kwa ajili ya kucheza fainali ya pili ya kombe la shirikisho la CAF. Hatua hiyo pia ni sehemu ya juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuunga mkono maendeleo ya michezo na kuleta hadhi ya kimataifa. Mei 24 mwaka huu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi aliahidi kuizawadia klabu ya Simba kiasi cha dola $100,000 za Kimarekani endapo itafanikiwa kutoa ubingwa huo wa michuano ya kombe la shirikisho la barani Afrika. Dr. Mwinyi alitoa ahadi hiyo alipokutana na kuzungumza na viongozi pamoja na wachezaji wa klabu ya Simba katika hoteli ya Madinat al-Bahari mkoa wa Mjini Magharibi.
Rais Dr. Mwinyi aliwatia moyo wachezaji na kuwatakia kila laheri kuelekea mchezo wao wa fainali uliochezwa katika uwanja wa New Amani Complex dhidi ya timu ya RS Berkane kutoka nchini Morocco, ambapo yeye mwenyewe ndiye mgeni rasmi katika mchezo huo. Hii ni mara ya pili kwa klabu ya Simba kucheza fainali ya michuano ya CAF baada ya kufanya hivyo kwa mara ya kwanza mwaka 1993 dhidi ya klabu ya Stella Abidjan ya Ivory Coast. Katika mchezo huo uliochezwa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, wakati mgeni rasmi alikuwa hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi ambaye ni baba yake mzazi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mnamo Mei 25 mwaka huu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaongoza maelfu ya mashabiki wa soka nchini waliojitokeza kushuhudia mchezo wa fainali ya mchuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Sports Club na RS Berkane. Mchezo uliochezwa katika uwanja wa New Amani Complex, na mchezo huo kumalizika kwa sare ya bao 1-1 na hatimaye RS Berkane kutoa ubingwa kwa aggregate ya mabao 3-1. Na hayo ni matukio ya wiki hii ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi.